Mgombea huyo ametoa ahadi hiyo kwenye mkutano wake wa kampeni aliofanya stendi ya mabasi ya Chogo wilayani Handeni mkoani Tanga, wakati akihitimisha kampeni zake na kueleza kuwa serikali yake itakwenda kutoa matibabu bure. Tumesema tutatoa matibabu bure kwa Watanzania. Ni aibu sana mtoto anaumwa kichwa, mtoto anaharisha tumbo, sijui degedege, sijui shurua. Matibabu haya tunawatoza Watanzania. Sisi tumeandika kwamba tutawatoza wale ambao wanataka matibabu ya anasa. Matibabu ya anasa mnayajua ndugu zangu? Yapo huko, hujasikia habari ya Mloganzila? Ukitaka kubadilisha shepu, sijui haya, tutakutoza hela nyingi kwa sababu unamchezea Mwenyezi Mungu. Lakini matibabu madogo haya tutawahakikisha Watanzania wanatibiwa bure. Licha ya matibabu, pia ameahidi wananchi wakimchagua atakwenda kulipa mishahara kwa viongozi wa serikali za mitaa na vijiji ambao wanafanya kazi kubwa kwenye jamii ila hawana mishahara. Mwenyekiti wa mtaa anajua watu wake, lakini waziri hawajui. Waziri analipwa, mwenyekiti wa kijiji, kitongoji na mtaa halipu chochote. Mwenyekiti wa mtaa ambaye yeye ndio anakaa na wapiga kura, yeye ndio anakaa na walipa kodi. Wewe leo huwezi kwenda ofisi yoyote ya serikali, hata kwa huyo waziri, bila kupata barua ya mtaa. Uongo kweli? Ni kweli. Ukitaka mkopo benki unaanza kwenye ofisi ya mtaa. Uongo kweli? Ukitaka kutafuta NIDA unaanza serikali ya mtaa. Uongo kweli? Ukitaka kwenda kukopa benki unaanza serikali ya mtaa. Maana yetu ni kwamba hawa wenye viti wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, sisi tumesema tunaenda kuwalipa mishahara, posho pamoja na marupurupu. Swala lingine ambalo ameahidi ni kwenda kufanyia kazi kusitishwa kwa vifurushi vya mitandao ya simu kwa muda ambao mwananchi bado hajamaliza, ila kifurushi hicho kukatwa. Waita watu wa mitandao Ikulu na nitawatangazieni kwamba naongea na watu wa mitandao. Sikilizeni taarifa ya Ikulu. Nitawauliza mmewaibia Watanzania kwa miaka mingapi? Na katika wizi wenu mmekusanya kiasi gani? Na baada ya kukusanya tukubaliane watu mnawarejeshia vipi? Na itakuwa lini? Na tukikubaliana nao, utasikia kurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu inasema Watanzania tarehe fulani saa fulani simu zenu wekeni chaji, tunawarudishia mabando yote mlioibiwa. Mwambieni kesi hii achieni mimi. Naomba sasa tarehe 29 tutapokwenda pale, nyie mseme tu tunamkabidhi huyu mtu kesi. Jumla ya wagombea 17 wa nafasi ya urais, madiwani na wabunge wanatarajiwa kuhitimisha kampeni zao wiki hii, ambapo Jumatano Oktoba 29 wananchi watakuwa kwenye zoezi la uchaguzi mkuu wa kuchagua viongozi hao. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, Rajab Athmani, Watetezi TV.